Katibu wa kamati maalum ya NEC idara ya itikadi na uenezi CCM ndugu Hamisi Mbeto amesema kuwa muungano wa nchi mbili ndio sahihi na wenye tija kwa Tanzania ambao unasaidia kuleta maendeleo katika nchi na taifa kwa ujumla. Ameyasema hayo huko ofisini kwake makao makuu ya CCM Kisiwandui wakati akizungumza na waandishi wa habari ikiwa ni shamra ya kuelekea maadhimisho ya siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Amesema kuwa muungano wa serikali mbili ni sahihi na wenye tija kwa Watanzania na kuahidi kuulinda uweze kudumu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Muungano huu ni wa watu. Lakini cha pili, ukiwasikia hata wengine, shida si muungano. Wao shida aina ya muundo ya muungano. Kila mtu anakuja na aina yake. Sisi tunasema muundo wa serikali mbili ndio sahihi kwa ajili ya kuulinda usije ukavunjika. Lakini labda niseme kwa nini muungano huu ulikuwepo. Nadhani Bwana Sadala ufahamu kwamba visiwa vya Zanzibar kwa mujibu wa kumbukumbu za waandishi vimeanza kutambulika tangu karne ya 3 before Christian, zaidi ya miaka 500 iliyopita nyuma. Tangu karne ya 3. Na wageni kutoka nje ya mwambao wa Afrika Mashariki walianza kuja katika kati ya karne ya 7. Walikuwa wa Yemen, wa Irani pamoja na wa Syria. Tumeona kusikia kuna watu wanaitwa Washirazi, lakini walipokuja hapa waliwakuta wazao waliotangulia kwenye hivi visiwa. Pia ameeleza kuwa Zanzibar ndiyo nchi pekee inayofaidika na muungano hususan katika maeneo ya ardhi na biashara. Nchi yetu ina eneo dogo la ardhi, lakini ina eneo dogo la fursa za kibiashara. Leo Wazanzibari wangapi wanafaidika na uwepo wa Tanganyika, eneo kubwa la ardhi. Tumeanzisha kilimo, tumeanzisha makazi, tumeanzisha mambo chungu mzima. Laiti jamii yote ile ingelikuwa Zanzibar isingetosha. Leo unaona hakuna nchi yenye migogoro mingi ya ardhi kama Zanzibar, kwa sababu eneo dogo, population inakuwa kubwa, hatuwezi kuimudu. Lakini kuwepo kwa muungano tunapata faida kutumia eneo la pili la muungano. Lakini pia kwa biashara, leo ukienda Kariakoo, ukienda Ilala, ukienda Dodoma, mambo mengine yote, unaona jinsi Wazanzibari wingi wanaomiliki shughuli za kibiashara za kiuchumi katika maeneo. Hakuna faida kubwa kama faida ya maisha ya watu. Mbamba na hayo amesema kuwa Chama cha Mapinduzi hakina ubaguzi wa kuchagua kiongozi isipokuwa endane na sifa na vigezo vinavyoendana na chama chao. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba sisi tukimchagua mtu hatumchagui kwa kabila lake, hatumchagui kwa dini yake, wala hatumchagui katokea wapi. Tunaweza tukawa na rais Mzanzibari madam kakizi sifa za chama chake ama chama chetu, kakizi sifa za Watanzania wanazozitaka. Tunaweza kuwa na rais Mtanganyika madam kakizi sifa na vigezo. Mfano sisi ndani ya chama chetu tuna sifa ambazo za kukupima kukupa uongozi, sawa? Kwa maana tuache sifa ziamue, si ukanda, ukabila, udini, ueneo unapotoka. Tuache sifa na tumwachie rais kwa mujibu wa katiba kapewa yeye kumwangalia mtu gani ana uwezo kwenda kunisaidia kwenye eneo gani. Haijalishi unatoka Tabora, haijalishi unatoka Micheweni, haijalishi unatoka popote pale. Tuache sifa ndizo ziamue kuwapata nafasi. Kile ifikapo tarehe 26 mwezi wa 4 wa Tanzania wanasherehekea siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao kwa mwaka huu umetimiza miaka 61.